Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo wanashare neno la Mungu. Napenda kwanza kumshukuru Mungu kwa neema yake ya ajabu sana. Na leo nasimama mbele yako kwa neema ya Mungu. Tunaenda kuanza series mpya inayoitwa Unataka Kumsikia Mungu. Kama wewe ni mmoja wapo, series hii inakuhusu. Tunakuangalia mambo wala sio makubwa sana, ni mambo ambayo wote tunayaelewa na tunayaona katika maisha yetu, lakini mara nyingine huwa tunasahau. Mimi nasema tunaenda kukumbushana practical ways ambazo tunaweza tukazifanya ili tuweze kumsikia huyu Mungu ambaye ameahidi ya kwamba tutaisikia sauti nyuma yetu ikituambia tuende upande upi. Sasa basi, kabla hatujaendelea, naomba uangalie video hii fupi niliyoitayarisha kama kwa utangulizi wa somo. Naomba ukae mpaka mwisho kwenye hili somo na Mungu akubariki sana. Je, wewe ni kama mimi, una hamu na kiu ya kutaka kumsikia Mungu katika maisha yako akikuongoza? Hebu tuangalie mfano mdogo tu. Huyu mtoto yuko mbali na babake. Babake anamuita, mtoto hasikii. Baba anamuita tena, mtoto hasikii. Shida ni nini? Ni kwamba mtoto yupo mbali na baba yake. Kwa hiyo haijalishi babake atapiga kelele kiasi gani. Lakini angalia pale mtoto anaposogea, baba naye anasogea, wanasikilizana. Mwangalie huyu mwanafunzi yuko darasani, kuna nafasi mbele, ameenda kukaa nyuma, hamsikii mwalimu. Na sisi vivyo hivyo, mara nyingi aidha tuko nyuma sana kwenye darasa la Mungu, au inawezekana tumeenda mbali sana. Bwana Yesu alipoanza tu kuhubiri, aliita akasema hivi, njooni kwangu nyote, njooni kwangu tumsogelee mliolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na hilo bado limebakia ndo kusudi la Mungu leo. Tumsogelee Bwana. Whether umeokoka au bado hujaokoka, wote tunatakiwa tusogee karibu zaidi. Mungu akubariki. Endelea kuangalia somo. Amen. Ubarikiwe sana. Kwa hiyo kama hiyo video fupi ilivyoonyesha, somo la leo tunaenda kuangalia umuhimu wa kumkaribia Bwana. Na kama tulivyoona kwenye hiyo video, mifano miwili tumeiona hapo. Mmoja, mara nyingine wapendwa, tuko mbali sana. Distance matters. Usiseme distance does not matter. Mtu akiwa mbali ni tofauti na yule aliye karibu yako. Aliye karibu yako anakusikia zaidi. Unaweza hata kumnongoneza na wengine wasisikie. Aliye mbali anaweza asikusikie. Ndivyo na sisi, our distance mahali tulipo na Mungu inaweza kabisa tuka-improve. Hamna aliye karibu mpaka anasema jamani, mimi niko na Mungu hapa kwa hapa. Wote tunatakiwa tutamani kwenda mbele. Paulo anasema hivi, najitahidi, nasonga mbele. I am pressing on. Tunatakiwa tu press on, tuweze kumsikia Mungu zaidi na zaidi. Na matunda tutayaona tutakapoanza kumsikia Mungu zaidi na zaidi. Basi Mungu, tuliangalie neno la leo ambalo tunaenda kulisimamia kwenye hili somo la leo. Kwa hiyo neno linatoka katika kitabu cha Yakobo 4. Neno la Mungu linatuambia mstari wa 8, mkaribieni Mungu na yeye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Hapa pana mambo matatu makubwa. La kwanza, Mungu anataka tumkaribie. Anasema tunapomkaribia na yeye anatukaribia. Kwa hiyo hapo ni halfway. Angalia Mungu anavyotupenda, Mungu anavyotujali, Mungu anavyotaka tuwe karibu naye. Pili, anasema itakaseni mioyo yenu enyi wenye dhambi, na kusafisha mioyo yenu. Kwa hiyo kumbe kuna kitu ambacho kinatuzuia sisi au kinasababisha tusipate ujasiri wa kumkaribia Mungu, kwa sababu Mungu ni moto ulao, Mungu ni mtakatifu na anataka tuwe watakatifu kama alivyo mtakatifu. Kuna Zaburi inasema, ni nani atakayesimama katika mlima wa Mungu? Ni yule mwenye mikono safi na moyo safi tu. Ndio maana hapa tunaambiwa tutakase mioyo yetu na mikono yetu ili tuweze kumkaribia huyu Mungu. Lakini kuna wale ambao wana nia mbili. Ndio anawaita, anasema enyi wenye nia mbili. Tuache kuwa na nia mbili.
Kama tunamtaka Mungu, tuseme tunamtaka Mungu. Kama tunaipenda dunia, tuseme tunaipenda dunia. Yoshua aliwaambia wana wa Israeli, akawaambia, jamani, mimi nataka leo kila mtu achague. Anaitaka kumtumikia Mungu, amtumikie. Anaenda kutumikia miungu, aitumikie. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na sisi leo vile vile, ili tuweze kumsikia Mungu, lazima tufanye uchaguzi. Mungu ameweka mbele yetu mauti na uzima, chagua uzima. Baraka na laana, chagua baraka. Ndivyo Mungu anavyotaka. Na baraka ni kumsikia Mungu aliye mbinguni. Waebrania 4 anatuambia, basi na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Waebrania 4 mstari wa 6. Umeona? Kumbe Mungu anataka tukikaribie kiti chake cha enzi kwa ujasiri. Hatuwezi kwenda tunaogopa. Ukiwa unaogopa, hiyo tayari ni dhambi. Bado hujajitakasa. Jitakase. Uwe na ujasiri na baba yako, yule ni baba yako, ili tupewe rehema. Kama bado hajawa baba yako, tatizo tulipo hapo. Kwa sababu neno linasema wote waliompokea Yesu wamefanyika kuwa wana. Kwa hiyo kama ninaongea na wewe ambaye bado hujafanyika kuwa mwana, mpokee Yesu ili uwe mwana. Utapata huo ujasiri wa kukisogelea kiti cha rehema, ili uweze kupata rehema na neema ambayo itakusaidia wakati wa mahitaji yako. Kwa hiyo hayo ndio jambo ambalo nilitaka wote tukubaliane nayo, kwamba tunapomkaribia Mungu anatukaribia, lakini lazima tujitakase kwanza. Hata waliookoka bado tunatakiwa tujitakase, kwa sababu neno la Mungu linasema tukisema tuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Kwa hiyo kuna hizi dhambi ambazo tunazifanya kila wakati, makosa ambayo tunayafanya, tujitakase ili kabla ya kwenda kukikaribia kiti cha rehema na neema. Sasa katika kitabu cha Kutoka 19 kuna habari za Musa. Ukakisome tu kitabu chote cha Kutoka sura 19. Musa aliambiwa na Mungu kwamba wana wa Israeli walikuwa wameanza kuleta dharau kwa Musa. Mungu akawaambia, mimi sasa nataka niwaonyeshe kwamba wewe mimi ndiyo ninayekutuma. Kwa hiyo kwenye mstari wa 9 Mungu akawaambia, nenda ukawaambie hao wana wa Israeli, sitaisoma yote nitakuwa tunapitia haraka. Akawaambia, nenda ukawaambie kwamba mimi nataka nishuke niongee nao, na wao wanisikie, ili waweze kukuamini. Maana naona dharau zimezidi. Kwa hiyo Bwana akamwambia Musa katika mstari wa 10, nenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Mstari wa 11, wawe tayari kwa siku ya 3. Kwa hiyo walipewa hata muda wa kujitakasa. Siku ya 3, maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima Sinai machoni pa watu hawa wote, ili na wao wafanye nini? Wamuone na wamsikie, ili waamini ya kwamba Musa ni mtumishi wa Bwana. Nawe utawawekea mipaka watu hawa pande zote, ukisema, jihadharini msipande mlima huu, wala msiuguse hata mapambazuko yake. Kila mtu aliyeugusa mlima, atakayeugusa huo mlima, bila shaka atauawa. Unajua kwa nini waliwekewa mipaka? Kwa sababu wakati huo Bwana Yesu alikuwa bado hajaja. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kwenda mbele za Mungu hivi kiurahisi, utakufa. Sasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Bwana Yesu. Marko 15, kabla ya hapo ngoja niangalie ya kwamba kitu gani kilitokea. Kwenye mstari wa 17 mpaka wa 20 unatuambia kitu gani kilitokea sasa walivyoambiwa waende wakafanye matayarisho. Kwa hiyo mstari nianze wa 15, nitasoma 15 wa 18 na 19. Kwa hiyo Musa akaenda akawaambia watu, muwe tayari siku ya 3, msikaribie mwanamke. Ndio sharti huo, mstari wa 15. Sasa nadhani kuna watu kule walienda kukaribia wake zao. Kwa hiyo ilipofika siku sasa, mstari wa 18 na 19, watu wote wakaanza kuona ngurumo, umeme, sauti ya baragumu, na ule mlima ambao Mungu aliwaambia waende, Mungu atashuka hapo, unatoa moshi. Watu walivyoona wakaanza kutetemeka, wakasimama mbali, wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutakusikia, bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa. Kwa nini? Dhambi. Walikuwa bado hawakujitakasa vizuri. Wakaona kwamba hawawezi
na ni Mungu. Lakini leo sisi tunamshukuru Mungu. Marko 15 inatuambia kutoka mstari wa 37 mpaka wa 39, inatuambia naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Basi yule akida aliyesimama hapo akamuelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi, akasema hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo pazia la hekalu au kizingiti ambacho kiliwafanya wana wa Israeli waliwekewa kizingiti, wakaambiwa wasivuke, waliwekewa mpaka. Ule mpaka wetu mimi na wewe kumsogelea Mungu umekwisha ondolewa kwa sababu ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Kwa ndio maana neno la Mungu linatuambia tukikaribie kiti cha enzi cha Mungu kwa ujasiri ili tupate rehema na neema, ambayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunayo tunayo hiyo neema ya kukaribia kiti cha rehema, tuwe na ujasiri. Sasa mfano mzuri ambao tunaenda kuutumia ni wa mwana mpotevu. Luka 15 naomba kaisome. Naenda kuangalia tu mistari minne, mstari 17 mpaka 20. Tunajua habari ya mwana mpotevu. Aliondoka nyumbani, ni yule mdogo, aliomba apewe urithi wake. Kumbuka wakati huo ni kitu kisichotamkika kwa mtoto kumuomba baba yake mali kabla baba hajafa. Hata leo, hata wewe, hata mimi, mtoto wangu akaja akaniambia, mama, naomba mimi changu, lazima itanishtua. Naweza nikalala nimefunga maloki na nikaenda hata kuripoti polisi, jamani mwanangu anataka kuniua. Vipi unataka kuchukua mali kabla mimi sijafa? Mimi itakuwaje nikiishi miaka mingine 50? Umeona? Lakini baba yule alivyokuwa na upendo, akampa yule mtoto akaondoka na kile chake, akaenda huko akakitumia ovyo ovyo. Alivyomaliza kukitumia, akaanza kuhangaika, anaomba vibarua, mwisho akawa anakula mpaka chakula cha nguruwe, analala kwenye maboma ya nguruwe. Ndio siku moja mstari wa 17 alipozingatia moyoni mwake, in English inasema hivi, when he spoke to himself, he said to himself. Wapendwa, ni muhimu to speak to our own self. Our own self ni our soul. Ongea na nafsi yako. Neno la Mungu linasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana. Kwa kuwa mimi mara nyingine nasema hivi, nafsi yangu umuhimidi Bwana. Bwana ni mwema kwako, Bwana ni mwaminifu kwako. Maana hii nafsi ndio lilipo tatizo. Umeona? Akalizingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Umeona? Mara nyingine nafsi yetu inatudanganya, au moyo. Moyo ni mdanganyifu kuliko kitu kingine chochote. Unaweza kukuambia yani wende wakaombe msamaha, alafu yani watakuonaje? Yani ushachukua wewe mali, ushaenda kuiti, watakucheka, watakufanya nini? No, yeye akajisemesha, wewe moyo, acha kunidanganya. Kule kuna watu wanakula kuliko mimi ninaenda. Akasema nitaondoka, nitakwenda kwa babangu. Hiyo tanajisemesha yeye. Mara nyingine tunakuwa tujisemeshe, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele ya kwako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Unaona toba ya kweli. Toba ndio inayotufanya sisi wote tuweze kumsogelea Mungu kwa karibu. Angalia wana wa Israeli, waliambiwa wajitakase, hawakujitakasa wengine. Ilipofika Mungu anashuka, wakaogopa. Lakini huyu anaenda na toba kabisa, anasema sistahili. Alipoondoka akachukua ile hatua tuliyosema kuanzia pale, mkaribieni Mungu. Alipoondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona. Hii inatuonyesha nini? Huyu baba ilikuwa inawezekana kila inapoitwa leo, akiwa akitoka anaangalia kule njiani, leo sijui mwanangu atakuja, leo mwanangu atakuja. Jioni anaangalia, mchana anaangalia. Kama sisi, mimi na wewe, Mungu yeye sio hana usiku na mchana wala jioni. Hata sasa hivi tunavyoongea, Mungu anaangalia ni nani kati ya wanaoisikiliza hili neno leo watachukua hatua ya kumkaribia. Unaona? Kwa huyu alipokuwa angali mbali, baba yake akamuona kwamba mtoto amefanya hatua, akamuonea huruma. Na Mungu wetu ni mwingi wa huruma kuliko hata huyu baba tunayemsoma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Ukienda kuendelea kusoma utaona akamvalisha vazi, akasema, mvalisheni vazi, mvueni mavazi yake hayo machafu, mvalisheni vazi lingine, mfanyieni sherehe. Hii inatuonyesha kwamba
Mimi na wewe ambao tumeokoka wote tuliokuwa kama huyu mtoto, tulishatokaga tukaenda tukatapanya mali za Mungu, tukatapanya vile Mungu alivyotupa, lakini Mungu akatuita. Tulipokubali kurudi, Mungu akatukumbatia, akaturudisha katika ufalme wake. Lakini upo wewe unayenisikiliza ambaye bado uko huko unakula vyakula vya nani, wanyama. Kumbuka baba yako anayo huruma na baba yako anakungojea. Bwana Yesu anasema nagonga malangoni. Bwana Yesu hata pale msalabani alifungua mikono yake hivi. Hii ni kukukaribisha, anakukaribisha. Anasema njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wapendwa, hebu tumkaribie huyo Mungu, naye tutapata pumziko la kweli. Huko duniani jamani, shetani anatesa. Yaani shetani anaweza akakudanganya ukaona kwamba unapata raha kweli, lakini raha zote ni za muda. Vyote anavyovitoa shetani hamna kitu ambacho ni permanent. Ni muongo, muuaji, muharibifu. Sasa njia, practical ways, njia ambazo tunaweza tukazitumia kuweza kumsogelea Mungu kama hivyo Mungu anavyosema ni karibieni. Kwanza kabisa tumesema toba. Toba zetu, toba ambayo wewe hujaokoka, ile toba itakukaribisha kama yule mtoto aliyekuwa amepotea akakaribishwa nyumbani tena. Wewe ambaye uko nyumbani, inawezekana mara nyingine tukiwa nyumbani tunakuwa kama yule mtoto mkubwa ambaye alipoona yule mdogo anatubu anaanza kulalamika, mbona mimi niko nyumbani? Mbona wewe nini? Ndio watoto wakubwa, yani watoto ambao wako katika wokovu. Wivu, mashindano, nataka kushindana na yule ambaye amekuja. Mbona mimi nakufanyia kazi? Mbona mimi nafunga? Mbona mimi nafanya hivi? Ndio maana tunatakiwa tutubu. Kuna vingine tunavifanya mioyoni mwetu bila kujua kwamba tunalalamika. Mungu anapowakumbatia wengine, Mungu anawapa wengine, Mungu anapoinua wengine waliokuja tu. Sasa tunatakiwa tuishi maisha ya toba. Tunatakiwa tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa nguvu zetu zote, kwa roho zetu zote. Ipo faida katika kumpenda Mungu. Tuishi kwa maisha ya maombi. Maombi sio tu mpaka eti uende ukae uombe. Ndio tunatakiwa tuwe na sehemu yetu ya kuomba, lakini tunatakiwa continuously tunaomba hata usiku bila. Unajua kuna namna ambayo unaweza ukajizoesha wakati wa kwenda kulala ukawa unalala unaomba. Ninakuhakikishia usiku huko kwenye ndoto unaota umelala unaomba. Kwa hiyo ina maana nani yako inajua, unaifundisha nafsi yako kuomba usiku. Hata ukilala unaimba au ukilala unaabudu au unakemea, utajikuta usiku mara nyingine unaota unafanya vile ambavyo unakuwa unavifanya. Kusifu. Jamani, tunatakiwa tuwe tuna siku tunamsifu Mungu. Yaani sio lazima hata kuimba, tusiokuwa na sauti tunajua. Singine tu Baba, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi, umeniokoa. Yaani bila hata kuomba chochote, just msifu Mungu. Jifunze kumsifu Mungu. Kuna kumwabudu Mungu kwa yeye jinsi alivyo, sio hata jinsi alivyokutendea. Mwabudu tu kwamba wewe Mungu ni wa rehema na huruma na fadhili zako ni za milele. Wewe Mungu umeniponya. Haya, bado kuna kumtumikia Mungu. Tunapomtumikia Mungu tunazidi kwa karibu naye. Sawa, ametuumba ili tuweze ametuokoa ili tuweze kumtumikia. Tuishi maisha ya utakatifu. Ndio ile tumeambiwa tusiwe wania mbili. Huku unataka, ulimwengu unataka na huku unataka. Utii, kuishi maisha ya utii. Mungu anapenda wanaomtii yeye. Hata mimi, watoto wangu, na yule mtoto ambaye ni mtiifu ndio mtoto ambaye naweza kuwa kila mara wewe njoo nikwambie basi, yani anajua mambo yangu kwa sababu ni mtii. Kusoma neno. Mungu anazungumza na sisi katika neno. Na tunaposoma neno ina maana naye anatusogelea, anakuwa anakunongoneza vitu. Usisubiri wewe neno ndio uende kulisikia wakati watu tu wanaliongea. Hata hii mistari ambayo labda mara nyingine tunashare, unaisikia kwenye YouTube wapi unasikia.
ni mizuri, lakini nenda na mwenyewe ukaangalie. Utashangaa mstari ameusema mtu. Hata mimi nasikiliza watumishi wengi. Nikimsikiliza mtumishi na uangalie ule mstari na rudi, nakuta napata kitu zaidi kuliko ule mtumishi alivyosema. Ndivyo hivyo Mungu anavyoongea na sisi. Kwa sababu ule mtumishi wakati anaongea na watu wengi, labda watu 200,000. Labda vile alivyoelezea ilikuwa ni kwa ajili ya Ana. Mimi nilipata cha kwangu, lakini Mungu anataka niende nikakitafute zaidi. Ndio narudi sasa kwenye neno. Nakuta kwamba kumbe kuna huu mstari ndio hivi. Umeona? Kwa hiyo mimi ngoja niishie hapa kwa leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe. Na maombi yangu ni kwamba mimi na wewe tukate shauri ya kuchukua hatua hizi ambazo nimezitaja. Zipo nyingine. Kama kuna vitu nimeviacha, najua kuna watumishi wa Mungu wengi, wachungaji wanaangalia kipindi hiki. Naomba mweke komenti zenu tuweze kujifunza wote kutoka kwenu. Nabarikiwa sana napoona wachungaji mnaweka komenti zenu. Mungu awabariki sana. Na nyinyi watumishi wa Mungu, unayeangalia na wewe ni mtumishi wa Mungu, weka komenti yako ili tuweze kujifunza kama kuna kitu kingine ambacho tunaweza tukafanya kiweze kutufanya tumkaribie Mungu zaidi na zaidi. Ninakuombea na ninajiombea mimi. Mungu atupe neema, atupe hekima. Tuwe na roho ya kufundishika. Roho Mtakatifu atufundishe jinsi gani tunaweza kumkaribia huyu Mungu ili tuweze kumsikia. Tutakapomsikia tutapata faida. Maana amesema nitakufundisha upate faida. Ipo faida kumsikia Mungu. Mungu awabariki. Tutaendelea tena na somo letu wakati mwingine. Barikiwe sana.